Karibu katika kipindi cha Saa ya Urithi wa Wokovu na Uzima wa Milele. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mtumishi wa Mungu, Mchungaji Pascal Linus Mgilie wa kanisa la EAGT Bethlehem. Sasa wiki iliyopita tulikuwa na somo lenye kichwa kinachosema siri 3 zitakazo kusaidia kutoka katika kifungo. Siri 3 zitakazo kusaidia kutoka katika kifungo. Leo tunaendelea na somo hilo na nitakuwa na mambo kadhaa ambayo ni muhimu sana ujifunze ili uweze kutoka katika eneo ambalo adui amekufunga. Kwa hiyo tunapofundisha masomo kama haya ni kwa lengo la kukutoa kwenye eneo ambalo shetani amekuzuilia hapo muda mrefu. Na unajua unaweza ukawa umefungwa na usielewe kama umefungwa mpaka neno likufungue. Yaani likufungue macho ndipo utakapotambua umefungwa. Hivi unaelewa unaweza ukafungwa ukawa ni mtu ambaye unapata mapato lakini ukashindwa kununua hata kijiko. Yaani hata kikombe cha chai unaweza ukafungwa. Ukashangaa unanywea chai kwenye vikombe vya plastiki vinavyotoa harufu, na wakati una uwezo kabisa wa kununua kikombe kizuri cha udongo. Kwa vifungo hivi viko kwenye madaraja mbalimbali. Sema amen, haleluya. Sasa nilikuonyesha siri 3 na nilikuambia siri ya kwanza kabisa ambayo inaweza ikamtoa mtu katika kifungo cha giza ambacho adui amemshikilia hapo siku nyingi ni maombi ya usiku wa manane. Maombi ya usiku wa manane. Nikasema kwa nini maombi ya usiku wa manane ni siri ambayo inaweza ikakutoa katika kifungo kilichozuia maisha yako, baraka yako, na kinachohatarisha uhai wako. Ni kwa sababu pigo dhidi ya adui ambaye aliwashikilia wana wa Israeli kwa miaka 430 kama watumwa wake, aliwaachia waende zao wawe huru kwa pigo moja lililotekelezwa usiku wa manane. Sema amen, haleluya. Usiku wa manane ni usiku ambao Mungu ametekeleza mapigo kadhaa ambayo yaliwatoa watu katika vifungo vya giza, vifungo vya magereza. Tunamwona Petro aliyekuwa amefungwa, amezuiliwa gerezani, aliachiliwa usiku wa manane kwa maombi ya mkesha wa kanisa. Usiku wa manane Paulo na Sila waliokuwa wamefungwa gerezani walitolewa gerezani kwa misingi ya gereza kutikisika, milango ya gereza kufunguka na vifungo vyao kuachia kwa maombi waliofanya usiku wa manane. Muda utoshi kuanza kuyaangalia maandiko ambayo tulikwisha kuyapitia. Kwa hiyo tukasema kwamba siri namba 1 itakayo kutoa katika kifungo cha giza, kiwe ni kifungo cha kiuchumi, kiwe ni kifungo cha ndoa, kiwe ni kifungo mbalimbali. Na ndugu zangu, matatizo mengi ambayo watu wanayapitia yanatokana na vifungo vya giza. Na ujue kila tabia ambayo inadhuru maisha yako, kila tabia ambayo inaharibu maisha yako, inaharibu amani kwenye ndoa, inaharibu uchumi, inaharibu afya yako, kuna roho nyuma ya hilo tukio. Kila tukio ambalo linaharibu maisha yako, ujue nyuma ya hilo tukio kuna roho inayotekeleza huo uharibifu. Sema kwa sauti amen. Na tuliangalia katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 29. Tukasema sababu vile vile ya maombi ya usiku wa manane ni kwa sababu usiku wa manane ndio wakati unaofaa kung'oa vizuizi vya adui vinavyotuzuia. Na kwa kweli kuamka na kuomba usiku wa manane ni jaribu la kila mmoja wetu. Kama kuna jambo ambalo limekuwa gumu kwa watu wengi sasa hivi, ni maamuzi ya kuamka usiku wa manane na kufanya maombi. Huo umekuwa ni mtihani wa watu wengi. Ni kwa sababu shetani anajua
ukiamka usiku wa manane ukaomba, utasababisha uharibifu mkubwa sana katika ufalme wake, lakini vile vile utainuka, utafanikiwa katika malengo yako. Sema kwa sauti amen. Tuliona Samsoni katika kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 3. Samsoni aliamka usiku wa manane, akang'oa vizuizi vya milango iliyokuwa imemzuia asitoke ili auawe, akaving'oa usiku wa manane. Sema kwa sauti amen. Lakini vile vile misingi ya gereza ilitetemeshwa kwa maombi ya usiku wa manane. Vifungo vya Paulo na Sila vililegezwa na pingu zikadondoka kwenye mikono yao kwa sababu ya maombi ya usiku wa manane. Matendo ya Mitume 16:26. Lakini malaika wa Bwana alipelekwa kumtoa Petro gerezani usiku wa manane. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 6. Tuliangalia siri ya pili. Siri ya pili ilikuwa ni kung'ang'ania, kuomba bila kuacha. Siri ya pili itakayo kutoa katika kifungo cha giza, kifungo cha adui, kifungo cha shetani, kifungo cha magonjwa, kifungo cha mikosi, kifungo cha balaa, kifungo cha matatizo mbalimbali katika maisha yako, ni pale unapong'ang'ania kuomba bila kuacha, bila kujali unakutana na upinzani kiasi gani, bila kujali umeomba muda mrefu kiasi gani na bado hujapata majibu. Endelea kuomba mpaka majibu yatokee. Yaani siri ni kuendelea kuomba mpaka majibu yatokee. Unateswa na nguvu za mashetani, nguvu za mapepo, nguvu za wachawi zinakuandama, endelea kuomba, usikate tamaa. Hata kama umeomba na mara baada ya kuomba ndio ukanyongwa vizuri sana na mapepo, amka, anza kuomba upya tena. Haleluya. Hivi unaelewa, unaweza ukaamka usiku wa manane kuomba, ukamaliza maombi ya risali moja ukalala, alafu ukashangaa ukaota ndoto ya uzinzi, unazini na mwanamke, alafu kasikia unanajisika moyo. Hiyo ni njia ambayo shetani huitumia kuwakatisha moyo waombaji. Kama umeomba na ukaota ndoto inayokatisha tamaa, amka tena, omba tena, piga tena ile ndoto, endelea kuomba mpaka majibu yako yatatokea. Sasa wengi hufeli kwa sababu wanapoomba kwa juhudi, halafu wakalala wakitegemea kukutana na matokeo ya baraka, halafu wakakutana na ndoto inayokatisha tamaa, wanaacha kuomba. Hupaswi kuacha kuomba, ndio unatakiwa uchochee kabisa kuomba. Biblia inasema moja ya upinzani ambao wana wa Israeli walikutana nao kule Misri ni mateso. Na Farao aliwatesa wana wa Israeli kwa lengo la kuwazuia wasiongezeke. Lakini Biblia inasema kadiri ya alivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Kadiri alivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Kadiri shetani anavyokuletea vitimbi vya kuzuia usiombe, ongeza bidii yako katika kuomba. Ongeza bidii yako katika kuomba. Haleluya. Kwa hiyo hata kama umeomba ukakutana na kukatishwa tamaa, yaani umeomba alafu kalala, ukaota ndoto unanyongwa, usikate tamaa. Endelea kuomba. Kazana kuomba, usikate tamaa. Haleluya. Kwa sababu kama wana wa Israeli wangekubali kukatishwa tamaa na mateso ya Farao, wasingezaliana na wasingeondoka kwenda Kanaani wakiwa watu zaidi ya milioni 6. Yaani waliendelea kuzaana hata kama Farao aliweka marufuku kwamba uzao wa kiume wauawe, bado wana wa Israeli waliendelea kuzaa watoto wa kiume na kuwaficha na kuwatunza. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo siri ya pili itakayo kutoa katika vifungo vya giza, kazana kuomba wala usikate tamaa. Lakini vile vile tuliangalia siri ya tatu. Siri ya tatu, ili uweze kutoka katika kifungo chochote ambacho kimefunga maisha yako
Ndugu zangu, kuna mtego wa mtu kurizika kuishi maisha ya vifungo. Hivi unaelewa mtu anaweza akawa ni maskini na akarizika kuishi maisha ya umaskini, na hata unapojaribu kumpa mbinu za kutoka katika hiyo hali iliyomfunga akakuona wewe ni adui. Siri ya tatu, tuliona kwamba siri ya tatu ni kutambua nafasi ya neema ya Mungu katika kila hatua ya maisha yako. Tambua nafasi ya neema katika hatua ya mafanikio yako. Ndugu zangu, hakuna mtu ambaye anaweza akafanikiwa eti kwa sababu ana juhudi sana. Hayupo ambaye anaweza akafanikiwa eti kwa sababu umesoma sana. Wapo watu wamesoma na hawana mafanikio. Kwa hiyo watu wanafanikiwa kwa sababu ya neema. Kama maandiko yanasema, sio wenye mbio washindao katika michezo, wala sio wenye hekima wapatao chakula, bali wakati na bahati humpata kila mtu kutoka kwa Mungu. Sasa kinachomfanya mtu apatwe na wakati wa bahati, bahati ya mafanikio, ni neema ambayo Mungu anaiachilia kwenye maisha ya mtu ili afanikiwe. Sema amen. Na niliwapa tafsiri ya neema, nikawaambia neema ni kile kitendo cha Mungu kuchagua kutubariki badala ya kutulaani sawasawa na dhambi zetu. Yaani kwa sababu ya aina ya maisha ya dhambi tuliyokuwa tunaishi, tulikuwa tunastahili kabisa kulaaniwa. Tulikuwa tunastahili kabisa kutupwa. Tulikuwa tunastahili kabisa kukataliwa. Lakini Mungu hakuchagua kutukataa na kutulaani, akachagua kutubariki kwa sababu ya neema yake. Kwa hiyo neema ni upendeleo wa Mungu kwa wasiostahili. Yaani sisi tumechaguliwa na kuokolewa kwa neema, sio kwa sababu ya uzuri, sio kwa sababu ya elimu, sio kwa sababu ya cheo, sio kwa sababu ya ukoo tulikotoka, sio kwa sababu ya kabila letu. Tumechaguliwa kwa neema. Lakini vile vile tuliona kwamba neema ya Mungu inawezesha na inatia bidii kuyafanya mambo ambayo tusingeweza kibinadamu, katika Wakorintho wa kwanza 15:10. Lakini tuliona pia neema ya Mungu hutuwezesha kufanya zaidi ya uwezo wa kibinadamu, Wakorintho wa pili 8:1-5. Lakini vile vile neema ya Mungu hutuwezesha kuomba. Unataabika uwezi kuomba, omba neema ya maombi. Yaani neema ya Mungu huwezesha watu kuomba. Kila wakati unapokutana na upinzani wa kuomba, unapaswa kutambua pia kwamba neema ya Mungu imepungua kwenye maisha yako, na hiyo ndiyo sababu unakutana na upinzani au ugumu wa kuomba. Angalia katika kitabu cha Zekaria. Zekaria sura ya 12 mstari wa 10, Biblia inasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Kwa hiyo kuna roho ya neema na kuomba. Kila wakati unaposhindwa kuomba, omba neema katika maombi yako. Mwambie Mungu, naomba neema. Na wewe ambaye unaweza kuomba vizuri, usijisifu ukafikiri unaomba kwa sababu wewe ni mjuzi wa kuomba. Ni kwa sababu Mungu amekupa neema ya kuomba. Kwa hiyo ukiona unaweza kuomba, unakesha, unaamka usiku, unaamka unaomba lisaa lizima, tambua umepewa neema ya maombi. Haleluya. Na usimcheke wala kumdharau mtu ambaye anashindwa kuomba lisaa moja. Ni kwa sababu kiwango cha neema ya Mungu kwenye maisha yake kimepungua. Unapaswa kumwombea neema. Sema amen. Haleluya. Sema Bwana Yesu, naomba neema yako, kama ulivyonena katika kitabu cha Zekaria sura ya 12 mstari wa 10. Umeahidi ya kwamba utaimimina roho ya neema na kuomba juu ya nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu. Nami naomba
niwe mmoja wao watakaomiminiwa roho ya neema na kuomba ili niomboleze. Piga kelele, sema amen. Hapa nimekuwekea maeneo mawili ambayo unaweza ukapata neema. Maeneo mawili ambayo unaweza ukapata neema. Kumbuka, neema ndio ile inayokupa kibali, inayokupa upendeleo, inayokupa kukubalika, inayofanya upewe nafasi ya kwanza. Eneo la kwanza ambalo unaweza ukapata neema ni kwa Mungu. Kwa Mungu inapatikana neema. Mungu ni mtoaji wa neema. Kwake unaweza ukapata neema. Kwake unaweza ukapata kibali. Kwake unaweza ukapata upendeleo. Kwa hiyo eneo la kwanza utapata neema kwa Mungu. Na mchana wa leo na jioni ya leo, maombi yangu leo upate neema mbele za Bwana. Haleluya. Nasema upate neema mbele za Bwana. Haleluya. Nataka mchangamka namna hii. Haleluya. Upate neema itakayokusaidia katika biashara. Neema itakayokusaidia katika kilimo. Unajua, ukipata neema, kila kitu utakachofanya kitafanikiwa. Maandiko yanasema Mungu akampa neema Isaka, akapanda mbegu katika shamba mwaka huo, akavuna vipimo 100 kwa kimoja. Kwa nini? Alipata neema. Sema alipata neema. Sasa mahali ambapo unaweza kupata neema, eneo la kwanza utapata neema kwa Mungu. Ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka 33 mstari wa 17, Biblia inasema, Kutoka 33 mstari wa 17, Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Nifungulie katika kitabu kile cha Luka 1, katika kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 30. Soma pale. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Umesikia maneno? Usiogope, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Unapopata neema kwa Mungu, neema inakuwezesha kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida kibinadamu. Unamwona Mariamu alipopata neema, alimzaa Yesu bila mwanaume. Yale mambo yote ambayo unakwama kuyafanya ni kwa sababu hujapata neema ya kukusaidia kuyafanya hayo mambo. Mchana wa leo na kuombea hiyo neema ya kuyafanya yale yaliyokushinda siku zote. Nasema mchana wa leo upate neema ya kuyafanya yale uliyoshindwa kwa jina la Yesu. Hebu nisomee kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Huyu ni mtu mwingine pia ambaye alipata neema kwa Bwana, anaitwa Nuhu. Wakati dunia yote imeharibika na Mungu ameplani kuiangamiza, maandiko yanasema Nuhu akapata neema. Na mimi nakuombea, wakati watu wanalalamika uchumi ni mbaya, pesa hazionekani, wewe upate neema ya kupata pesa. Wakati watu wanalalamika hakuna ajira Tanzania, wasomi wamejazana, wewe Bwana akupe neema upate ajira nzuri. Wakati watu wanakufa na magonjwa ya milipuko, wewe upate neema uwe salama na kizazi chako. Nasema kama Nuhu alivyopata neema machoni pa Bwana, akamwokoa na familia yake, wewe nawe upate neema machoni pa Mungu, uokolewe na watoto wako, uokolewe na ndugu zako, uokolewe na mume wako. Bwana itetee afya yako kwa neema yake.
Biblia inasema dunia nzima ikaharibika machoni pa Bwana na ikaangamizwa kwa maji ya gharika, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Wakati watu wengine wanalala na njaa, Bwana akupe neema ya kula na kusaza. Wakati watu wengine wanasafa kuishi nyumba za kupanga, wewe Bwana akupe neema ya kununua kiwanja na kujenga nyumba na kukaa ndani yake. Sema amen, haleluya. Wakati mataifa mengine yote yanakimbia vita, watu wanaacha nyumba zao, wanaacha mali zao, wanaacha thamani zao, Tanzania Mungu aipe neema ya amani, tuishi kwa utulivu katika taifa zima. Nasema wakati mataifa ya jirani yanapambana kwa vita na kumwaga damu, Bwana alijalie taifa la Tanzania neema ya amani. Alijalie taifa la Tanzania neema ya utulivu. Alijalie taifa la Tanzania neema ya umoja. Alijalie taifa la Tanzania neema na tuwe na hofu ya Mungu, tuishi kama ndugu katika jina la Yesu aliye hai. Wakati mataifa ya jirani homa za milipuko zinalipuka, Bwana atupe neema wa Tanzania tuwe mbali na homa za milipuko katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo neema itakutofautisha. Neema itakutofautisha na watu. Kama kwenye eneo la mali utatofautishwa na watu, kama ni eneo la kustawi utastawi tofauti na watu wasio na neema. Na hii ndio maana tunatakiwa kuwa tofauti na watu ambao hawana Yesu. Kama sisi tuna Yesu na tuna neema, tunatakiwa kuwa na maisha yaliyostawi, maisha yaliyojaa mafanikio, maana neema inatofautisha. Bwana kutofautishe kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana kutofautishe kwa jina la Yesu aliye hai. Na nitakuonyesha sababu zinazofanya watu kukosa neema, lakini nitakuonyesha pia hapo hapo mambo unayopaswa kuyafanya ili upate neema. Kwa sababu huwezi pata neema tu bure bure baada ya kuokoka. Yaani ili upate neema baada ya kuokoka unatakiwa kuifanyia kazi. Unajua walokole wengi hawafanikiwi kwa sababu mara baada ya kuokoka hutaipata neema ya Mungu bure. Neema ya Mungu ilikuja bure wakati ulikuwa bado huna Mungu, humjui Mungu. Hapo Mungu ndipo alipoipeleka neema yake bure, ikakutoa katika nguvu za giza, ikakuokoa, ikakuhamisha, ikakuketisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Lakini sasa kuna kazi unapaswa kufanya ili neema hiyo iendelee kukaa juu ya maisha yako na iweze kutenda kazi pamoja na wewe. Kwa hiyo usikae pale umebweteka, hutaki kujishughulisha na chochote, ukafikiri neema ya Mungu itakusaidia. Unajidanganya. Kwa sababu pia neema ya Mungu inafundisha mtu kuwa na bidii. Tuko pamoja? Unanielewa vizuri? Lakini eneo la pili ambalo unaweza ukapata neema, mtu anaweza kupata neema na kibali kwa wafalme na wenye mamlaka. Na hapa ndo tunapofeli pia. Eneo la pili ambapo unaweza ukapata neema, kama tunavyoweza kupata neema na kibali kwa Mungu tukafanikiwa, lazima tufahamu pia kuna neema inayopatikana kwa wafalme, manake viongozi na watawala. Huwezi kukaa pale unamtukana kiongozi, unamtukana mtawala, unakashifu, unabeza, halafu ukategemea kupata neema na kibali cha kufanikiwa toka kwake. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima ufahamu, kama jinsi ambavyo Mungu anaweza kukupa neema ya kufanikiwa, hali kadhalika kiongozi, awe ni kiongozi wa nchi, awe ni kiongozi wa mkoa, awe ni mchungaji, kuna sehemu ya neema ambayo unaweza ukapata kwake na ukafanikiwa. Piga kelele, sema amen.
Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, umeajiriwa, uko chini ya bosi, lazima ufahamu yule bosi anayo neema, na ukipata neema kwake ni mlango na njia au mrija wa mafanikio. Haleluya. Sasa kuna walokole ambao hawaeleweki. Ameajiriwa pale, yuko chini ya bosi, anamwona bosi analingana na yeye, analeta dharau, anataka kuzungumza tu ovyo ovyo na mtu ambaye ni bosi. Asitambue bosi ana neema. Na ukipata neema na upendeleo kwa bosi, umeuchinja. Sema amen, haleluya. Nitakuonyesha watu ambao walipata neema sio tu kwa Mungu peke yake, walipata neema kwa watu. Maandiko yanasema Yusufu alipouzwa kutoka kule Kanaani kwa ndugu zake kama mtumwa, akanunuliwa na mtu anaitwa Potifa. Alipofika kwenye nyumba ya Potifa, maandiko yanasema Yusufu akapata neema machoni pa Potifa, na Potifa akamkabidhi madaraka yote ya nyumbani kwake. Unaona, alipata neema kwa bosi aitwaye nani? Potifa. Maandiko yanasema kule gerezani Yusufu akapata neema machoni pa mkuu wa gereza. Kwa hiyo popote ambapo unafanya kazi na kuna bosi pale, nyenyekea chini ya mkono wa yule bosi ili upate neema kwake ukafanikiwe. Hivi unafikiri Yusufu angekuwa na kichwa ngumu angepata neema kwa mkuu wa gereza? Mkuu wa gereza angemweka Yusufu kuwa mkuu wa wafungwa wengine wote. Kwa hiyo lazima uelewe, kuna neema inatolewa na Mungu na kuna neema inatolewa na viongozi, inatolewa na watawala. Kuna neema ambayo inatolewa na mtumishi wa Bwana. Piga kelele, sema amen, haleluya. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo usikae pale umeajiriwa alafu unakuwa na maneno ya ovyo ambayo yanakuondolea kibali na kufunga mlango wa neema. Hasa walokole. Tena Biblia inaonya kabisa, ninyi walokole ambao mabosi wenu ni walokole kama nyinyi, msiwachukulie poa. Samahani kutumia hilo neno poa, nafikiri linakaa vizuri hapo. Usiwachukulie poa, kwa vile ni wapendwa wenzako. Kwa hiyo unafanya kazi tu pale, ni mpendwa, hawezi nifanya chochote. Unajifungia mlango wa neema iliyo kwake yule bosi wake. Hiyo neema haitakusaidia wala haitakupromoti. Umeajiriwa, uko pale, bosi ni mlokole mwenzako, mhesabu kama bosi ambaye Mungu amemweka kama kiongozi wako, na Mungu amemwamini anaweza kukupa neema na ukapata kibali kwake ukafanikiwa. Sio kwa vile bosi ni mlokole, kwa hiyo ndio unalala mpaka saa 2. Unaajiri mpendwa mlinzi, lakini sasa mlinzi unashangaa analala na godoro, ameleta na blanketi nyumbani kwake, analinda au analeta butani. Lakini kwa sababu anaona huyu bosi ni mlokole, kwa hiyo anafanya kazi kizembe. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo unatafuta kupata neema kwa Mungu, lazima utafute pia kupata neema kwa watu wenye mamlaka juu yako, watu ambao wamewekwa kama viongozi wako. Umeajiriwa kwenye shule ya watu, hata kama yule bosi ni mlokole mwenzako, unasema huyu tunasali naye, kwa hiyo ndio unaenda kazini saa 3. Unapoteza mlango na nafasi ya neema ambayo yule mtu Mungu amempa. Hiyo neema haitakusaidia. Sema kwa sauti amen. Na maandiko yanasema Nehemia akapata neema machoni pa mfalme, akapata ruhusa ya kwenda Yerusalemu kujenga ukuta. Piga kelele, sema amen. Kwa hiyo utapata neema pia kwa watawala. Ukisoma katika kitabu kile cha Esther sura ya 2,
mstari wa 17. Esta sura ya 2 mstari wa 17. Maandiko yanasema, mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko bikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake. Unaona Esta huyo hapa. Esta naye akapata neema machoni pa nani? Pa mfalme. Sio kwa Mungu tu, kwa mfalme. Na huyu mfalme sio kwamba alikuwa ameokoka, alikuwa ni mpagani. Nitakuonyesha njia za kukusaidia kupata neema. Wangapi wanatamani neema? Haleluya. Sasa njia ya kwanza kabisa ambayo itakusaidia kupata neema, njia ya kwanza itakayokusaidia kupata neema na hiyo neema ikakusaidia, njia ya kwanza ni kuishi kwa unyenyekevu. Njia ya kwanza itakayokusaidia kupata neema kwa Mungu na kwa wakuu na kwa watawala na kwa watu wenye nafasi mbalimbali. Kama unatamani kupata neema machoni pa Mungu, machoni pa wakuu, machoni pa watawala, machoni pa watu ambao wana nafasi, na hizo nafasi unazitamani na wewe ukae pale siku moja, siri ya kwanza kabisa, njia ya kwanza kabisa itakao kupatia neema ni kuishi kwa unyenyekevu. Kila wakati unapoishi kwa kiburi, kwa jeuri, kwa ujuaji, kwa mashindano mbele ya watu ambao wameshikilia nafasi unayoitamani, elewa ndio unazidi kuweka kufuli la chuma katika mlango wa kuingia katika hizo nafasi. Lakini unyenyekevu utakupatia wewe neema machoni pa Mungu na machoni pa watu ambao wana nafasi unazotamani. Kama unanielewa vizuri, piga kelele, sema amen. Nifungulie kitabu kile cha Mithali sura ya 3 mstari wa 34, lakini vile vile utafungua Isaya 57 mstari wa 15. Mimi nitasoma katika kitabu hiki cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo njia ya kwanza kabisa itakayokupatia wewe kibali na neema machoni pa Mungu na machoni pa watu ni kuishi kwa unyenyekevu. Anasema, ninyi vijana watiini wazee. Vijana ni wakina nani? Vijana ni watu wenye umri wa kati kuelekea umri wa utu uzima. Heshimuni watu ambao wamewazidi umri. Lakini kijana ni nani? Kijana ni wewe kama mshirika ambaye umeokoka, na sisi ambao tunakuongoza hapa ndio wazee. Sema amen, haleluya. Anasema jifungeni ninyi nyote, jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi na kuwapa wanyenyekevu neema ya kufanikiwa. Wangapi wanatamani neema ya kufanikiwa? Heshimu watu, acha dharau. Kama unataka tu kufanikiwa, heshimu watu. Heshimu watu. Nasema heshimu watu. Acha dharau. Mithali sura ya 3 mstari wa 34. Hakika yake huwadharau wenye dharau, kwa sababu Mungu anawadharau wenye dharau, bali huwapa wanyenyekevu neema. Bali Mungu anawapa wanyenyekevu neema. Jamani, wangapi wanataka kufanikiwa? Kwa mfano kama mimi, kwa kweli, kwa aina ya maisha ambayo nilitangulia kuishi, sikustahili hata leo
kueti naelekeza watu njia ya Bwana, kwa sababu kwanza nilikuwa mvuta bangi, kwanza nilikuwa mnywa gongo, nilikuwa kijana wa mtaani asiye na lakini angalieni neema ya Mungu imenifikisha hapa. Haleluya. Na kama natamani kwenda viwango vingine vya mafanikio, sio tu nionekane kwenye TV hii, nionekane kwenye TV za kimataifa dunia nzima. Yaani siri hapo niendelee kunyenyekea, niendelee kujishusha. Hali kadhalika na wewe, kama unataka neema ikutoe hapo ulipo, ikupeleke mahali penye nafasi, palipoinuka, mahali pa juu, penye mwamba wa baraka, jifunze kunyenyekea. Haleluya. Jifunze kuishi kwa unyenyekevu. Piga kelele, sema amen. Yaani wale mnaoitikia amen kwa sauti, mnapewa roho ya unyenyekevu. Na hiyo roho ya unyenyekevu inawaletea neema kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema unapewa roho ya unyenyekevu kwa jina la Yesu. Na hiyo roho ya unyenyekevu inakupa neema kwa damu ya Yesu. Anasema Mungu anawadharau wenye dharau, bali anawapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo njia ya kwanza ya kukuletea wewe neema, neema itakayo kufanya uinuke, neema itakayo kufanya ufanikiwe, neema itakayo kufanya uwe mtu bora, ni kuishi kwa unyenyekevu. Sasa unyenyekevu ni nini? Nini maana ya unyenyekevu? Kwa sababu hatupaswi kukuambia tuishi kwa unyenyekevu wakati hujui unyenyekevu ni kitu gani. Unyenyekevu ni uhuru wa kutoka kwa kiburi na majivuno. Unyenyekevu ni uhuru wa kutoka kwenye kiburi na majivuno. Kwa tafsiri rahisi, unyenyekevu ni maisha yaliyo huru, mbali na kiburi, yaliyo mbali na majivuno. Unyenyekevu ni kuishi mbali na kiburi, ni kuishi mbali na majivuno. Sema kwa sauti amen. Ni kutokuwa na ubinafsi kiasi cha kuwatanguliza wengine. Unyenyekevu ni kutokuwa na ubinafsi kiasi cha kuwatanguliza wengine. Huwezi kusema wewe ni mnyenyekevu wakati unataka wewe tu ndio uwe mbele na wengine wote unawanyima nafasi. Umejaa kukosoa kazi za wengine, unakosoa mpaka mahubiri. Leo hapo una kiburi, una unyenyekevu. Unyenyekevu ni kumcha Mungu. Unyenyekevu hauna mashindano wala mapigano miongoni mwa ndugu. Ukiona tunapigana sisi kwa sisi, tunashindana sisi kwa sisi, tunagombana sisi kwa sisi, hapo unafahamu kuna tatizo la kutokuwa na unyenyekevu. Kwa sababu kiburi ndio husababisha mashindano. Angalia katika kitabu kile cha Wafilipi. Angalia katika kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3. Biblia inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na muhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Huu ndio unyenyekevu. Sasa nikuonyeshe faida za unyenyekevu. Watu wengi wamekataa kuishi maisha ya unyenyekevu kwa sababu hawajui faida za maisha ya unyenyekevu. Kuna watu wanafikiri akiwa na kiburi ndio atafaidi, ndio atafanikiwa. Kiburi siku zote kinatangulia maanguko, kinatangulia uharibifu. Sasa faida ya kwanza kabisa
ya kuishi kwa unyenyekevu, kuto kushindana na watu, kuto kupambana na watu. Faida ya kwanza kabisa ya unyenyekevu, unyenyekevu hukuza mtu. Unyenyekevu hukuza mtu. Wangapi wanatamani kukuzwa na kuwa watu wakuu kabisa? Tafuta unyenyekevu. Hakuna mtu aliwahi kukuzwa akafika kwenye nafasi ya juu ya uongozi kama hakuwahi kunyenyekea kwa wale waliokuwa juu yake. Jamani, tuangalie tu historia ya uongozi wa taifa la Tanzania. Alianza Mwalimu Nyerere, Julius Kambarage akawa rais. Yaani katika siasa kule unamuona Mwinyi alikuwepo ananyenyekea pale. Akapata neema machoni pa Nyerere, akapewa ile nafasi. Baada ya Mwinyi alikuwepo nani? Mkapa. Mkapa naye alikuwepo ananyenyekea chini ya neema ambayo Mungu alikuwa amempa nani? Mwinyi. Baadaye Mwinyi naye akampa nani? Mkapa. Mkapa naye unaona anaendelea na uongozi, unamuona Kikwete yuko pale. Yaani ukiangalia kwenye mikutano ya Mkapa unamuona Kikwete yupo pale ananyenyekea. Sema amen, haleluya. Yaani chochote kama unatamani kukua mtu mkubwa, yaani kama unatamani kukuzwa ufike mahali, nyenyekea. Haleluya. Kwa sababu unyenyekevu unakuza. Mimi wanaangaliaga zile video za viongozi. Hauwezi kuangalia hotuba ya Mwalimu Nyerere akiwa rais, alafu ukamkosa pale pembeni Mwinyi, Mkapa, wote ni vijana wananyenyekea. Sema amen, haleluya. Angalieni hotuba za nani huyu? Za huyu hayati nani? Mkapa. Utamkuta Kikwete yuko pale anapiga makofi, ananyenyekea. Alipopita unyenyekevu ukamuinua, akakaa pale. Akaja Magufuli, Mama Samia naye akanyenyekea pale. Sasa hivi tunamwona yuko pale. Sasa kuna mwingine baada ya Samia atakayeinuka na kukalia pale ni huyu anayenyenyekea. Hakuna mwenye kiburi atapewa hiyo nafasi. Haleluya. Na hizo ni kanuni za kimungu. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Hem, tuangalie hili andiko hapa katika kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 36. Nimekuambia faida ya kwanza ya unyenyekevu. Unyenyekevu unamuinua mtu. Unyenyekevu huleta ukuu. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 36. Nataka kila mmoja usome nyuma yangu kwa sauti ya juu kabisa, na unaposema kwa sauti ya juu unyenyekevu unaingia, halafu unainuliwa. Sema, nawe umenipa ngao ya wokovu. Rudia kwa sauti kabisa. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako, na unyenyekevu wako umenikuza. Rudia kwa sauti, unyenyekevu wako umenikuza. Pokea unyenyekevu ili ukuzwe na Bwana. Pokea unyenyekevu ili ukuzwe na Bwana. Umeona faida ya kwanza ya unyenyekevu? Utakuzwa, utakuwa mtu mkuu. Angalieni tu system ya kiserikali. Hakuna mtu mjeuri serikalini au kwenye chama anayekuja kupata nafasi ya juu ya uongozi. Ni wale wanaotembea katika chama hicho kwa unyenyekevu. Hali kadhalika Mungu ndio kanuni yake. Kama unataka kuinuliwa na uwe mtu mkuu, nyenyekea, nyenyekea, nyenyekea. Maandiko yanasema Mungu akamuita Musa kuwa mkombozi wa Israeli. Wakati Musa anaendelea na kazi ya ukombozi, alikuwepo Yoshua ananyenyekea chini ya Musa.
anabeba mikoba yake. Hivi unaelewa? Unaweza ukashuka na gari hapo, ukashuka na kifurushi, ukakuta mshirika yuko hapo, akakuangalia umebeba kifurushi chako, asikupokee mpaka ukaingia nyumbani. Sasa unajiuliza, mshirika kama huyu utamkuta amepiga magoti, anaomba maombi ya kutaka kuinuliwa. Ni vigumu kuinuliwa kama utashindwa kutambua neema na unyenyekevu vinavyotenda kazi. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Wewe unataka mume wako akupe nafasi ya heshima kama mke ndani ya nyumba, lakini hujifunzi kuishi maisha ya unyenyekevu mbele ya mume. Na wewe unataka uwe kijogoo kwenye nyumba, utakula jeuri. Lakini jifunze kunyenyekea. Na kuambia, hela ya mwanaume utaila bila taabu, utaila bila ugomvi. Na wakati mwingine haya matokeo ya ndoa kuvunjika. Leo hii tunakuwa na watu ambao hawaeleweki. Tunakuwa na watoto wenye malezi ya upande mmoja wa mama tu au baba tu. Ndoa hizi zinaharibika na watu wanakuwa masingomaza. Wengine wanakuwa sijui makapera au mabachela. Ni kwa sababu watu hawa walishindwa kuishi katika ndoa kwa unyenyekevu. Unyenyekevu ndio unakufanya usalie kwenye nafasi yako kama mwanamke, kama mwanaume. Haleluya. Kwa hiyo faida ya kwanza, unyenyekevu utakuinua. Wangapi wanapenda kuinuliwa? Nyenyekea, acha kiburi. Faida ya pili ya unyenyekevu, unyenyekevu umletea mtu heshima. Unyenyekevu umletea mtu heshima. Wangapi wanatamani heshima? Unaposoma katika kitabu kile cha Mithali 15 mstari wa 33, au ule nifungulie 18:12, Mithali 18:12. Unyenyekevu huleta heshima. Kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Nisome hilo andiko hapo. Mithali 18:12. Kabla ya uharibifu moyo wa mwanadamu hujivuna. Na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Usitafute heshima kabla hujapata unyenyekevu. Unapofanikiwa kupata maisha ya unyenyekevu, una uhakika tayari heshima inakuja spidi kwenye maisha yako. Na kila wakati unapokuwa tayari una kiburi, elewa kabisa uharibifu uko hapo mbele yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya heshima kinatangulia kitu gani? Unyenyekevu. Unataka mume akuheshimu, nyenyekea. Acha mdomo, acha jeuri, acha kujilinganisha naye na kunafikiri kwamba uko sawa naye. Yeye ni baba, yeye ni kichwa, yeye ni kiongozi. Nyenyekea. Faida ya tatu, unyenyekevu utakupatia faida ya kufichwa mbali na hasira ya Mungu. Unyenyekevu utakupatia faida ya kufichwa mbali na ghadhabu ya Mungu. Unataka ghadhabu ya Mungu isiathiri maisha yako? Nyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengi mnatamani kuishi maisha ya heshima, lakini nyinyi wenyewe hamstahili kupewa maisha ya heshima kwa sababu mmekosa unyenyekevu. Kila wakati unapopishana na unyenyekevu, unapishana na maisha ya heshima. Sema amen, haleluya. Na unyenyekevu ni kukubali kuchukua nafasi
ya chini bila kujali wewe ni nani. Na ndio Biblia inasema muangalieni Yesu ambaye kwanza alikuwa yuna namna ya kuwa sawa na Mungu, lakini hakuona kile kitu cha kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali aliposhuka duniani akanyenyekea, akawa mtii mpaka mauti ya msalaba. Lakini wewe uko pale, yani kiburi kinakusumbua, huwezi kunyenyekea kabisa. Usihangaike kuomba maisha ya heshima, maisha ya baraka, kama umefeli kuishi maisha ya unyenyekevu. Sema amen, haleluya. Kabisa. Yani huo ndio ukweli. Kwa hiyo unyenyekevu utakuficha mbali na ghadhabu ya Mungu. Unajua sisi kweli tumeokoka, tumeacha pombe, tumeacha sigara, tumeacha bangi, lakini wengi wetu miongoni mwetu watakao ingia jehanamu katikati yetu, kiburi kitakuwa sababu ya wengi kuingia jehanamu. Yani wewe hufanyi zinaa, lakini unayo nafasi ya kuingia jehanamu. Kwa nini? Huna unyenyekevu. Yani umeokoka lakini una kiburi, ni mjeuri, ni mjuaji, hutaki kukaa chini ya mamlaka. Kwa hiyo unyenyekevu utakuokoa na ghadhabu ya Mungu itakayowaka juu ya wote wenye viburi. Angalia katika kitabu cha Sefania 2:3. Biblia inasema, mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mzitendao hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Sema utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Simesikia maneno haya? Yani kama unataka uokoke na hasira ya Bwana siku hiyo itakayodhihirishwa, katika kitabu cha Warumi anasema ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya kila uasi na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa maovu yao. Sasa basi, pale tunapoishi maisha ya unyenyekevu, faida mojawapo tunayojipatia ni kuokolewa, ni kufichwa, ili ghadhabu ya Mungu iliyo tayari kuangamiza watu isitupate, kwa sababu tumeishi maisha ya unyenyekevu. Anasema tafuteni unyenyekevu, yamkini mtafichwa katika siku ya ghadhabu ya Bwana. Usije ukajidanganya ukafikiri kuokoka tu na kuja kanisani imetosha. Bado unayo kazi ya kufanya kwa bidii, kuishi kwa unyenyekevu, ili siku ile upate kuokolewa. Piga kelele, sema Yesu nisaidie. Faida ya 4 ya maisha ya unyenyekevu. Unyenyekevu huleta faida ya uzima, utajiri na heshima. Unajua kuna watu wanakataa maisha ya unyenyekevu, lakini kwa sababu hawajui faida zinazoambatana na unyenyekevu. Huyu mama Messi amenyenyekea kwa wale mabosi wake wa Kikorea tangu akiwa msichana, na mfahamu kabla mimi sijaanza hili kanisa. Unyenyekevu wake umempelekea kulipiwa tiketi ya kwenda na kurudi Korea. Kama angekuwa na kiburi, Korea angeendelea kuiona kwenye TV peke yake. Ni wangapi wamefanya kazi pale pamoja na huyu? Kwa nini hawakwenda Korea? Kwa sababu viwango vya unyenyekevu wao havijafikia kima cha kuheshimiwa na kupewa nafasi. Kwa hiyo kanisa, kama tunataka kufanikiwa sana, ni lazima tuhakikishe kwamba tunashindania kuishi maisha ya unyenyekevu. Haleluya. Unaposoma katika kitabu cha Mithali 22,
mstari wa 4, Biblia inasema thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri na heshima, nayo ni uzima. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana. Kila wakati unapoishi kwa unyenyekevu mbele za Bwana, mbele za watu, mbele ya mtumishi wa Bwana, mbele ya kiongozi wako, mbele ya bosi wako, anasema unyenyekevu una thawabu, na thawabu yake ni utajiri, ni heshima, alafu ni uzima. Na siku zote mtu mwenye unyenyekevu akionywa ananyenyekea. Mtu mwenye kiburi akionywa anainuka, anapigana. Unanielewa ninachozungumza? Hii ndio tofauti ya mtu mnyenyekevu na mtu mwenye kiburi. Mwenye unyenyekevu ukimuonya ananyenyekea na anabadilika na kuwa mtu mzuri. Mwenye kiburi ukimuonya anasimama na kunja shati, mnapigana, mnashindana. Ili tafsiri kwamba kama nimetoa maonyo alafu wewe ukatoka pale ukaanza kuyajadili yale maonyo pale kwa kutafuta sapoti ya watu kukuunga mkono, manake unapigana, na hiyo ni tafsiri ya kiburi. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo sikilizeni, kama tunatamani na tunawania kabisa kupata heshima, kupata mafanikio na kisha uzima wa milele, ni lazima tuishi maisha ya wokovu yaliyojaa unyenyekevu, yasiyo na kiburi, yasiyo na mashindano, yasiyo na jeuri, yasiyo na ujuaji. Piga kelele sema amen, haleluya. Na siku zote tunapokosa unyenyekevu tunaanza kuishi kwa mazoea. GT